Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Na karibuni tena ndugu watazamaji na wasikilizaji wa kipindi chetu hichi cha Hot Sunday kutoka kwenye media yetu ya Kasako TV. Najua kwa siku ya leo tumepanda tena jukwaani kuja kuwaambia watu kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu. Najua usiku wa leo tutaongea machache kuhusu mambo ya ubatizo. Kwa kuwa imeonekana kwamba watu wanapaswa jiuliza, je, ubatizo wa Yohane unapaswa kuingiza mtu katika ufalme wa mbinguni au je? Na ndio maana tumepanda kwenye juu letu la Kasako Media kuja kutoa tena mausia ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tumeona kwamba watu wanaenda mambo ya ubatizo tofauti na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo bila kukawia tutasi msomaji ndio atusomee kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 3, kitabu cha Mathayo 3 1 hadi 6. 1 hadi 6. Ni kitabu cha Mathayo Ndio 3 1 hadi 6. Ndio kinasema hivi, moja yake. Siku zile Yohana alikuja akihubiri katika jangwa la Yudea. Ndio maandiko yanasema hivi, enzi za nyuma watu walistukia kuona Yohane ameingia katika jangwa ya Yudea akipaza sauti akihubiri neno la Mungu. Siku zile Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa Ndio la Yudea. Ndio akisema nini? Tubuni, sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Lengo na makusudi ya Yohana kuonekana katika jangwa la Yudea ilikuwa ni kuhubiri neno la Mungu na kuambia watu ya kwamba watubu dhambi zao, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia kuja. Ndio. 3. Kwa sababu huyo ndiye aliyesemwa na nabii Isaya akisema, akisema nini? Sauti ya mtu akilia katika jangwa, tengenezeni njia ya Bwana. Ndio, hata tukipekua maandiko matakatifu ya nabii Isaya ndo alitabiri kuja kwa Yohane, akawaambia kwamba kuna mtu ambaye atakuja, atakuwa analia katika jangwa akipaza sauti. Ndiye aliyesema nabii Isaya akisema, sauti ya mtu akilia katika jangwa, ndio sauti, tengenezeni njia ya Bwana. Lengo na makusudi ya Yohana kuonekana katika jangwa ilikuwa kuambia watu wa kwamba ufalme wa Mungu unakuja. Na watu wajitahidi watengeneze njia zao ili Bwana wakati atakapokuja apate kupita katika njia yenye kuwa nzuri. Ndio. Tengenezeni njia ya Bwana. Ndio. Nyoosheni mapito yake. Munyooshe mapito yake isiwe na makona kona. 4. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia. Sasa wakati Yohane anapaza hiyo sauti na anaambia watu ya kwamba mtengeneze njia ya Bwana, alikuwa na vazi lake ambalo lilikuwa tofauti na mavazi nyingine. Ilikuwa singa za ngamia. Hilo vazi lake ilikuwa ni singa au kamba za ngamia au ngozi ya ngamia. Na mkaba wa ngozi kwa kiuno chake. Vile vile alikuwa anajifunga mkaba kiunoni mwake wa nyama. Na chakula chake kilikuwa nzige na asali. Sasa cha ajabu, chakula chake yeye alikuwa anakula chakula kingine. Alikuwa anakula tu nzige na asali. Ndio, nzige na asali ya poli. Ilikuwa asali ya poli. 5. Ndio. Halafu walimkwendea Yerusalemu na Yudea wote wa nchi zote karibu na Yordani. Sasa baada ya watu kusikia hiyo sauti ndo wakaanza muendea Yohane. Ndio. Muyudea wakamfuata Yerusalema mpaka wakashuka wapi? Karibu na Yordani. Karibu na mto Yordani. Ndio. Akafanyaje? 6. Wakabatizwa naye katika mto wa Yordani. Baada ya Yohane kuona watu wamekuja ndo akaanza ingiza watu kwenye mto Yordani, ndo akaanza batiza watu. Ndo hapo tumekuja kusimama tena kwenye media yetu hii ya kuonyesha watu wa kwamba tufuate mausia ya Mwenyezi Mungu. Shabaha ya Yohane kusimama na kuonekana katika jangwa ilikuwa kuambia watu watubu madhambi zao, wa kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Watengeneze njia ya Bwana, wanyooshe mapito.
Na wakati waliposikia hilo, Yohana alikuja na watu mpaka ndani ya mto Yordani. Sasa cha ajabu kwa siku ya leo, sisi ambao tunajiita wa Kristo, waaminifu, wafata Yesu, cha ajabu sasa hatunende kubatiza watu katika mto Yordani. Wakabatizwa naye katika mto Yordani. Ndio. Wakikiri zambi zao mede. Asante. Sasa cha ajabu sisi tunaenda kubatiza watu mto kama ni Nyarugusu, tunaenda Makere, tunaenda wapi? Maandiko yanatuambia twende tubatize. Yohana alibatiza watu mto Yordani. Kwa sababu watu ukibatizwa mto Yordani, ilionekana watu walikuwa na makosa yao. Kwa kuwa sasa walikiri makosa yao, ndio Yohana akawaingiza wapi? Mto Yordani. Sasa sisi wa leo tunaenda kama ni mto ya wapi ile ambayo tunaenda wabatiza watu? Kaga. Kama Nyarugusu, unaona mtu unabatiza mtu hapa, maji yanatoka kule juu na unabatiza watu eti wanapata wokovu. Ndio maana tumekuja kuambia watu kwamba kweli kweli ubatizo wa Yohana utafikisha mtu katika ufalme wa mbinguni, huo ambao Yohana aliuona. Kwa hiyo ndugu zangu, tufuate maandiko matakatifu na tuyashike na tuyafahamu na tuyasikilize. Unamaliza kitabu mwalimu? Nishamaliza kitabu. Mathayo ule. Mathayo huyo 28. Mathayo huyo 28 19 hadi 20. Mathayo huyo Mathayo kitabu cha. Kwa hiyo ndugu zangu, 28 tuangalie namna ya kupata ufalme wa mbinguni. Je, ubatizo wa Yohana utakusaidia? Na Yohana mwenyewe alikiri. Maandiko inasema nini? Maandiko inasema hivi 19. Kwendeni basi, mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa sasa Yesu wakati alipokuja akaona kwamba watu walibatizwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Ni ubatizo wa Yohana ulikuwa na lengo moja tu ya kuambia watu wakiri dhambi zao. Na kukiri dhambi zao hautawaingiza ndani ya ufalme wa mbinguni. Ina maana ufalme wa nani? Ubatizo wa Yohana ulifananishwa na mtu ambaye yuko na uchafu. Nimetumika kazi, nina uchafu, vumbi, nini, matope, ndio waniingize ndani ya mto, ndani ya maji. Yale maji uchafu utatoka, matope yatatoka. Lakini sasa huu ubatizo wa Yohana haukuwa unatoa uchafu ambao unasemekana ndani ya maandiko matakatifu. Ndio Yesu naye akaja akamwambia watu hapana. Kwa kuwa nyinyi mnabatizwa ubatizo wa Yohana, haustahili. Inapaswa sasa nyinyi ambao mlibatizwa ubatizo wa Yohana, mubatizwe ubatizo wa Yesu Kristo. Na ubatizo wa Yesu Kristo unakuja na lengo ni kusema kwamba mnapaswa mubatizwe munjia hizi tatu au majina matatu: jina la Baba, ndio, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Tungepata 16 yetu anzi ili rudilia kwanza mwalimu tusikie vizuri. Tunapanda 16 tusikie historia vizuri. Ndio. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. Ilikuwaje sasa? Wakati Yesu alipotoweka, aliacha wanafunzi 11. Wakati Yuda anamusaliti Yesu, akaacha waambia eti nyinyi mtapanda kwenye mlima ambao mimi nawaambia. Na wakati walipomwona wakamwabudu, lakini wengine waliona shaka. Na wakati walipopanda mlimani, waliona kweli sura ya Yesu. Baadhi yao wamoja wakamshujudia, wakamwambia kweli ndo Masihi, ndo mwalimu. Lakini wengine wakashikwa na wasi na hofu. Ndio. Ikakuaje sasa? 18. Yesu akakuja kwao, ndio, akawaambia akisema. Akasema nini? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baada ya Yesu kuonekana mlimani mbele ya wanafunzi wake, baada ya wamoja kushikwa na hofu, wengine wakamwabudu, akawaambia, ndio akasema, msihofu, mimi wa Yesu nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kufanyaje? Kwendeni basi mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baada ya hapo ndo Yesu akawasihi, nendeni duniani mkafanye mataifa kuwa sasa wanafunzi wangu. Ya kwamba ina maana Yesu aliona kwamba wale watu ambao walibatizwa ubatizo wa Yohana hawakuwa wanafunzi, walikuwa tu ni mataifa. Ulikuwa ubatizo wa toba. Ubatizo wa toba. Yesu ndo akasia sasa wanafunzi wake, nendeni duniani
mkawafanye sasa wa mataifa au watu wapate kugeuka kuitwa wanafunzi wangu mimi Yesu. Na sasa wakati mtakapowaambia hivyo, ndo mtawabatiza sasa mujina la Baba, mujina la Mwana, mujina la Roho Mtakatifu. Na maana huo ndo ubatizo sasa wa Yesu. Huo ndo ubatizo wa Yesu, na ndo ubatizo ambao unasababisha mtu apate kupata ufalme wa nini? Wa mbinguni. Maana maandiko yanasema kwamba ubatizo wa Yesu wa Yohana ulikuwa ubatizo wa toba. Ndio. Na ubatizo wa toba haupashie mtu nafasi au njia ya kupata ufalme wa mbinguni. Kinachopashia mtu kibali cha kupata ufalme wa mbinguni ni ubatizo wa Yesu Kristo, ambao unabatizwa mujina la Baba, mujina la Mwana na mujina la Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema 20 kasema, "Fundisha kushika maneno yote ambayo niliwaamuru ninyi." Sasa wakati nitakapoenda duniani kwa kugeuza yale mataifa kwa wanafunzi wangu, mtawasihi, mtawafundisha wapate kushika yale yote maagizo ambayo niliwafanya niliwaamuru. Okay, mkiwafundisha kushika maneno yote ambayo mliwaamuru ninyi, ndio, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Mkiwafundisha ili wapate kushika maneno yote niliyowaamuru. Ndio. Na wakati nitakapofanya hivi, mimi wa Yesu sasa ndio nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Hata mwisho wa dunia. Sasa ndugu yangu, najua kwamba tunawaambia kwamba tunakuja kuonyesha watu kwa kulingana na hali ya ubatizo ambao sisi ambao tunajiita wa Kristo tunaofanya kwa siku ya leo. Tunasema kwamba ubatizo wa Yohana ni ubatizo wa toba. Ni ubatizo ambao haupashie mtu fursa ya kupata kibali cha kupata ufalme wa mbinguni. Ni ubatizo wa toba tu. Ni mfano ambao ni mtu ambaye anaingilishwa ufatwe tofali, utagusa uchafu, utakuwa na matope. Ukipewa sabuni, yale matope yatatoka. Lakini kweli uchafu wa rohoni utatoka? Jibu ni hapana. Sasa kwa kutoa uchafu wa rohoni, uchafu ile dhambi ambao ulifanya wewe mwanadamu ipate kutoweka, inaomba sasa upate kubatizwa ubatizo wa Yesu Kristo. Na ubatizo wa Yesu Kristo ni ubatizo ambao unafanyika munjia tatu. Unabatizwa mujina la Baba, mujina la Mwana na mujina la Roho Mtakatifu. Na wakati unapobatizwa mu majina haya matatu, ndugu yangu, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha Heart Sunday kwenye media yetu ya Kasako TV, nadhani utakuwa na kibali cha kupata ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ndugu, tumalizie na kitabu cha mwisho, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume tuko pale 19. Matendo ya Mitume 19 1 hadi 6 tunafunga maandiko. 1 mpaka 6 tunafunga mahubiri yetu. Ndio. Itakuwa wakati Apolo alipokuwa katika Korinto. Paulo akikwisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Asante sana. Akaona wanafunzi wengine, akawauliza, mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini? Haleluya. Ndio, hii ilikuwa ndio hadithi tena wakati Apolo alikuwa akipita miji kadhaa huko kwao, akaona wanafunzi wa Yesu. Alikuwa akitembea miji wa Korinto, Efeso, mukutembea yake ndo akaona wanafunzi wengine. Wanafunzi wengine. Sasa na mimi na wewe atujue sasa kama ndo walikuwa wanafunzi wa Yohane au walikuwa wanafunzi wa nani, kama walikuwa wanafunzi wa nani. Akawauliza, ndo akawauliza, mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini? Ndo akawauliza, kweli nyinyi wakati nilipoamini mulipokea Roho Mtakatifu? Ndio. Wakajibuje? Wakajibu, ndio, hapana. Wakajibu au jibu yao ilikuwa kwamba hatukupata Roho Mtakatifu. Hatukusikia ya kama Roho Mtakatifu yuko, wala hatukusikia fununu za kusema kwamba Roho Mtakatifu yuko. Hii ilikuwa ni maandiko anasema kwamba kulingana ubatizo wa nani? Wa Yohane. Kwa sababu mtu anaobatizwa ubatizo wa Yohane hajue mambo ya nani, ya Roho Mtakatifu. Lakini yule anayebatizwa ubatizo wa Yesu Kristo mjina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ndo anajua mambo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu anapita mbatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini yule anayebatizwa ubatizo wa Yohana, kwake yeye mambo ya Roho Mtakatifu hayajui kabisa. Iko mbali sana. Na ndio hao wanafunzi ambao tumepata wao walibatizwa tu ubatizo wa toba, hawajui mambo ya Roho Mtakatifu. Akawaambiaje? Akawauliza, basi mulibatizwa kwa ubatizo gani?
Sasa nyinyi ambao hamjui mambo ya Roho Mtakatifu, mlibatizwa ubatizo gani? Ndugu yangu, jibu iko wazi pale. Inaonyesha kwamba walibatizwa ubatizo wa Yohane. Maandiko yakasema nini? Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohane. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema ya kwamba tulibatizwa ubatizo wa nani? Wa Yohane. Ina maana aliyebatizwa ubatizo wa Yohane hajui vya Roho Mtakatifu. Ndio maana itanguliza kusema kwamba hata taarifa hajui. Okay. Ndio maana niwaambia kwamba ubatizo wa Yohane ni ubatizo wa toba. Na ubatizo wa toba yani haufikishi mtu kwa kupata Roho Mtakatifu. Na ndio maana hao wanafunzi walijibu ya kusema kwamba sisi tulibatizwa ubatizo wa Yohane, ya kuingiza kwenye maji. Wa kuingiza kwenye maji, baada kupeleka kwa kama ni mto kama na wapi ule wapi, kama ni Tanganyika bahari, wanakuingiza ndani ya bahari, wanakutosha yale uchafu ambayo yote ilikuwa pale, yote yanakuimia tena kwenye mwili wako. Ule ni ubatizo wa Yohane. Na ubatizo wa Yohane hauna uhusiano wowote na mambo ya Roho Mtakatifu. Wakasemaje? Paulo alisema, ndio, Yohane alibatiza kwa ubatizo wa toba. Ndio Paulo akaanza waambia sasa, akiwaambia watu watubu. Yohane, lengo na makusudi ya Yohane kuonekana katika jangwa na kupaza sauti ilikuwa kuambia watu waende wabatizwe ubatizo wa nini? Wa toba. Ni ubatizo wa toba, ni ubatizo wa kuingiza mtu ndani ya maji na unatoka. Wa kutoa nini? Paulo alisema Yohane alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake ndiye Kristo Yesu. Sasa tukisikia maandiko yako wazi pale, Yohane alikuwa anaambia, akuficha kitu. Ndiyo. Japokuwa na wabatiza ubatizo wa maji, ubatizo wa toba, lakini mimi wa Yohane najua nyuma yangu kuna mtu ambaye anakuja. Yani wamwamini yule ambaye anakuja. Ina maana haya ubatizo ambaye anawabatiza mimi ni wa toba tu, lakini inahitaji muamini yule atakayekuja nyuma yangu ambaye ndio Kristo Yesu. Na yule anayekuja nyuma yangu ndio Kristo Yesu. Na huyo ndio anayebatiza kwa jina la Baba. Na huyo ndio atakayebatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ina maana ni ubatizo mbili tofauti. Yaani hapo kuna ubatizo mbili. Ubatizo wa Yohane ni wa toba, na ubatizo wa Kristo Yesu au wa Yesu Kristo ndio ubatizo ambao unapashia mtu fursa ya kupata ufalme wa mbinguni. Vizuri. Maandiko ikasemaje? Maandiko yanasema wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake ndiye Kristo Yesu. Ndio Kristo Yesu. 5. Waliposikia maneno hayo wakabatizwa katika jina la Baba. Wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Na wakati Paulo alipokwisha kuwekea mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu alikuja juu yao, wakaanza kusema kwa lugha na kutabiri. Mwalimu, rudilia kwanza kusema sita hii. Sita nasema. Soma vizuri. Ndio. Tunasoma vizuri 6. Na wakati Paulo alipokwisha kuwaweka mikono yake juu yao. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Paulo kuona kwamba hao wanafunzi walibatizwa ubatizo wa Yohane na maneno ya Roho Mtakatifu hawayajui. Tunarudilia 5 kwa usikivu mwema. 5 inasema hivi. Ndio. Waliposikia maneno haya wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Baada ya wao kusikia maneno ya Paulo akiwaambia, huu ubatizo ambao mliobatizwa ni ubatizo wa Yohane, ubatizo wa toba. Kwa hiyo naomba sasa mubatizwe ubatizo wa Yesu. Ubatizo wa Yesu Kristo. Ndo wakabatizwa ubatizo. Ndo wakabatizwa ubatizo wa Kristo Yesu. Okay. Na wakati Paulo alipokwisha kuwekea mkono yake juu yao, Roho Mtakatifu alikuja juu yao, wakaanza kusema kwa lugha na kutabiri. Baada ya hapo Paulo kuona kwamba hawa watu wanastahili wabatizwe ubatizo wa nani? Wa Kristo Yesu. Na baada ya wao kubatizwa ubatizo wa Kristo Yesu, Paulo aliwawekea mikono. Kwa sababu tunajua Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu tena mtakatifu. Alikuwa anaitwa Saulo. Baada ya yeye kumjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaitwa Paulo. Na Paulo alikuwa anabatiza watu. Na watu wa kweli walipata Roho Mtakatifu. Vizuri. Na Paulo baada ya kuona wanafunzi wanabatizwa ubatizo wa Yohane, ni ubatizo wa toba, akawawekea mikono na wakapata nini? Roho Mtakatifu. Baada ya wao kujazwa na Roho Mtakatifu ndo wakaanza kuongea na kutabiri. Wakaanza kuongea kwa lugha na kuanza kutabiri. Na maana walivyobatizwa mbele walikuwa sasa tujangalie, tujiulize, wakati walipobatizwa ubatizo wa Yohana, kweli wanafunzi walitabiri?
Wangekuwa ni tabiri. Waliongea kwa lugha? Biblia isingeripoti hivyo. Jibu ni hapa, ni Hapana. hapana. Ina maana ilionekana kwamba ubatizo wa Yohana ni ubatizo wa toba. Na ubatizo wa toba haupashie mtu fursa ya kupata ufalme wa mbinguni. Na kwa kupata ufalme wa mbinguni au kuitwa mwanafunzi wa Yesu, inapaswa ubatizo mu majina haya matatu. Ubatizo wa Yesu Kristo. Ubatizo mu jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, bila kuwachosha, hayo ndio ilikuwa machache ambayo tuliona kwamba watu wanaenda kombo wakibatizwa ubatizo wa Yohana, wanajidai kwamba sisi ni wa Kristo, sisi tuna Roho Mtakatifu. Maandiko yako wazi. Unaweza kuingizwa ndani ya maji, ubatizo wa Yohana unatoka na hautakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa kujua au kupata Roho Mtakatifu, inaomba ubatizo wa nani? Wa Kristo Yesu. Na huu ubatizo unabatizwa mu majina matatu. Mu jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na nadhani kwamba ukibatizwa mu ubatizo wa Kristo Yesu, mna majina matatu, najua ndugu zangu utakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako na utaongea kwa lugha na utatabiri. Kwa hiyo hayo ndio ilikuwa machache ambayo tulipendelea kuja kuwaonyesha kuhusu mambo ya ubatizo. Kwa hiyo tuachane na ubatizo wa Yohane. Ubatizo wa Yohane ni ubatizo wa toba. Na ubatizo wa toba haupashi mtu fursa ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kinachopashia mtu kibali cha kupata ufalme wa mbinguni ni ubatizo wa Yesu Kristo, ambao unaobatiza mjina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mjina Yesu Kristo. Amen. 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 Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.